Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Kavumu, takriban kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mapigano kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa M23 yalianza majira ya saa 11 alfajiri Jumapili tarehe 22 Februari, na milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika katika maeneo mbalimbali ya Kavumu. Taarifa zinaeleza kuwa si tukio la leo pekee, bali tayari ni siku ya 3 mfululizo wa mapigano yanaripotiwa katika eneo hilo la kimkakati, ambako pia kunapatikana uwanja wa ndege wa Kivu Kusini. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi, hasa kutokana na umuhimu wa eneo hilo kwa usafiri wa anga na shughuli za kiutawala katika jimbo la Kivu Kusini. Mmoja wa kamanda wa Wazalendo kwa taarifa zaidi ameongea haya. Ninawasalimu ndugu mtangazaji, na tumaini mko salama. Message yangu ni kutosha kwa ajili ya wakongomani kufuatana na vita leo yenyewe ilifanyika Kavumu mu province ya Sud Kivu. Vita leo ilianza 5h du matin. Mwenye alikuwa komanda charge na operation ya pale Kavumu anaitwa General Simba za Milima. Ndiye general mwenye alikuwa komanda charge na operation mu axe ya Kavumu. Alianza kupigana na adui toka juzi. Jana walipigana Kavumu hadi leo walilamukia kupigana na adui M23. Hadi ofu iliingia kwenye maeneo ambao M23 alikuwa kingaliki na miliki. Ilifika mwatua M23 anaanza kutosha wanaume wote mu manyumba yenye anajikuta kingaliki na miliki mu antite ya Kavumu. Ilibidi alikamata bajene bote na wapapa bote kubabeba kusema nyie ndo wazalendo wenye mnaingia juu ya kukamata mji ya Kavumu. Amemta wenzetu wazalendo, General Simba za Milima alikuwa sha kuingia deja na jeshi na alipiga Kavumu. Adui M23 akaona hata penda pedre wa soda mwagisi anafisha wa soda vomia, akamata wakongomani naye bauwe mwanapsansa ba soda yake vile wanakufa ifona uwe ne bakongomani ba inosa benye abayu hata vita. Tulibatika kuona ni demor ba jere ba civil balikuwa telema mu manyumba zabo. M23 iliingia mu manyumba kubatosha na kubaua kusema mweye mnafanana bazalendo, mko bazalendo. Ilifika mwatua balibeba bajene sana mu maeneo ile yenye tulikuwa tuyamjengua, balikuwa bayamjengua adui kwenye alikuwa kingaliki na fichamia. Hadi sasa mapambano kingali Kavumu na antite ya kabambi sana. Kavumu centre kingali su controle ya sisi wazalendo ya mzee wetu General Simba za Milima, ndo angana miliki pale. Na hadi sasa hii vita kingali Kavumu. Sitakwambia ndugu mtangazaji kwa kusema kwamba vita inaisha Kavumu. Vita haiyaisha Kavumu, vita inaendelea Kavumu hadi sasa. Ila wenzetu wazalendo wenye wako Kavumu ndio wale wanamiliki centre. Adui angali na renforcer. Tunasikia kwamba kutatoka renfort yenye itatoka kule mkotea nani ya Rwanda, Bukanani, Goma kukia ku renforcer axe ya Kavumu. Kwa sasa muda kama na hii mimi niko naongea leo, tuko le 22 Fevrier 2026. Ni kusema ya kwamba Kavumu centre kingali su controle ya sisi wazalendo, na general mwenye ko pale kwa ile axe anaitwa kwa jina la General Simba za Milima, na ndio mwenye ngaki na kabilia ile axe ya Kavumu. Kama adui anaweza kuya jirenforcer mrepousser, mais kusema ya kwamba mida kama na hii tunalomba gouvernement yetu ya Kongo iendelee kuapuye ndugu yetu mwenye ko mu axe ya Kavumu, namna kumrenforcer ravitaillement ya munition na kumuravitae hata bazalendo kubarenforcer wengine tutatuma. Na waza vita ya kule Kavumu iko bie kabisa. Adui anapata kichapo, anapedre wa soda, anapedre munition ya mingi sana. Na axe ya Mulenge adui anajaribu kurenforcer nani kufungula njia ya Minembo ya Mulenge, lakini hayawezekana hadi sasa. Mingambo ya Mulenge kabisa adui anakosa namna ya kusema anaweza pata njia ya kupenya azirenforcer. Na kote ya Minembwe hadi leo vita kingali, na sisi wazalendo tukingali tunapambana usiku na mchana na wa FARDC wetu hata na jeshi yetu ya Burundi
kuangalia namna ya kupiga adui, kumjengua maeneo kwenye iko. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupitia msemaji wake Luteni Jile Ngongo limetangaza kufanikiwa kurejesha takriban silaha 500 pamoja na risasi zake katika operesheni za kijeshi zilizofanyika mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanamgambo wa 45 wa kundi la CRP linahusishwa na Thomas Lubanga wanadaiwa kuwa washirika wa ADF MTM wamekamatwa, huku wengine 100 wakisalimisha kwa hiari yao. Operesheni hiyo zilitelekezwa kwa ushirikiano kati ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF kuanzia tarehe 5 Julai mwaka 2025 hadi 20 Februari mwaka 2026. Mamlaka za kijeshi zinasema mafanikio hayo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kurejesha usalama, kuimarisha udhibiti wa serikali katika maeneo yaliyoathiriwa na makundi yenye silaha. Wapiganaji 50 wa kundi la wanamgambo la chini ya Tuna, wakiwemo na wanawake 4, wameitikia wito wa mkuu wa nchi kwa kukabidhi jumla ya silaha 5 aina ya AK-47, bastola 1 na takriban risasi 600. Hafla hiyo ilifanyika Jumamosi tarehe 21 Februari mwaka 2026 katika kijiji cha Balingina kwa chifu wa groupment ya Bukucho wilayani Irumu mkoani Ituri. Shughuli hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo msimamizi wa kijeshi wa wilaya ya Irumu, mwakilishi wa kanda ya 32 ya kijeshi, wajumbe wa mpango wa kimataifa kuondoa silaha kwa niaba ya gavana wa kijeshi na kamanda wa operesheni. Msimamizi wa kijeshi wa Irumu alieleza shukurani zake kwa kundi la chini ya Tuna kwa kuunga mkono mchakato wa amani. Alisema kuwa kukabidhi silaha ni ishara muhimu ya maridhiano na maendeleo ya eneo hilo, huku akihimiza makundi mengine yenye silaha kufuata mfano huo. Mmoja wa waliokabidhi silaha, Edward Matope, alitoa wito kwa makundi mengine kuachana na vurugu na kujiunga na juhudi za kujenga amani na maendeleo kwa manufaa ya jamii. Mkakati wa kuondoa silaha na kuwajumuisha tena wapiganaji katika maisha ya kiraia na kijeshi unaosimamiwa na Luteni Jenerali Lubia Kashama Johnny unaanza kuonyesha matokeo chanya. Hatua hiyo inaendana na azma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Ituri. Zaidi ya wapiganaji wa zamani 500 wa kundi la Mobondo walisafirishwa kupitia uwanja wa ndege wa Mbujimai Alhamisi tarehe 19 Februari katika hatua ya kuendelea na mchakato wa kitaifa wa kusalimisha silaha na kurejea katika maisha ya kiraia. Usafirishaji huo ulisimamiwa na waziri mjumbe Eliezer Ntambwe. Wapiganaji hao walielekea kituo cha Kanyama Kaseke kilichopo katika mkoa wa Holomami. Kwa mujibu wa huduma ya taifa Service National kwa kimombo, kituo hicho kitatoa kwanza usimamizi na uangalizi wa karibu, pili mafunzo ya kitaaluma na ufundi, na tatu mpango wa kuwawezesha kujiingiza tena katika jamii na shughuli za kiuchumi. Hatua hii inaashiria maendeleo mapya katika juhudi za kuimarisha amani, usalama na utulivu, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka kati ya Bujumbura na Uvira unatarajiwa kufunguliwa tena wiki ijayo kwa mujibu wa taarifa. Uamuzi wa kufungua mipaka tayari umethibitishwa, huku zikisalia tu hatua za mwisho za kimaandalizi na za kiufundi kabla ya kuanza rasmi kwa shughuli za mpakani. Mpaka ulifungwa mwishoni mwa mwaka 2025 kufuatia hali ya usalama iliyodhorota baada ya kudaiwa kwa mji wa Uvira na kundi la M23. Kufungwa kwa mpaka huo kulisababisha changamoto kubwa ya biashara ndogo za mipakani, usafirishaji wa bidhaa na harakati za kiraia kati ya nchi hizo mbili. Iwapo itafunguliwa kama inavyopanga, hatua hiyo inatarajiwa kuchochea tena shughuli za kiuchumi
na kurahisisha mawasiliano kati ya pande hizo mbili za mpaka, huku mamlaka zikiahidi kuimarisha hatua za kiusalama.